hadith ya innamal a'malu binniyat, na hii hadith ni hadith adhim. Tayib, na ada ya njia ya kusoma kwetu, tutaanza kuisherehesha hadith kwa ufupi, kisha tutaanza kusherehesha kwa undani, ili kila mwenye daraja katika ilmu apate faida. Tayib, anasema hadithi hii ni hadithi ya Abi Umar ya Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amesema nini? Umar ibn al-Khattab anasema sami'tu, nimemsikia. Kamsikia nani? Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Maana yake ameipokea katika mdomo wa nani? Amemsikia mtume anafanya nini? Ni daraja ilikuwa kubwa hii. Allah awaridhie masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema innamal a'malu binniyat, hakika matendo ni kwa mujibu wa nia. Nia yako ndio inafanya matendo yakubalike au yakataliwe. Sawa? Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mmoja atapewa thawabu na ataadhibiwa kwa mujibu wa matunda ya nia yake. Sawa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, ikaanza tafsil. Fa hapa ni fa tafsilia, akaanza kutoa mfano. Yule ambaye hijra yake kuhama kutoka Makka kwenda Madina ikiwa lillahi wa rasuli, basi hijra yake itakuwa lillahi wa rasulihi thawaban wa jazaa, atapata thawabu na atalipwa na Allah kwa sababu ya nia yake ile ya kufanya hijra kwa ajili ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, upande wa pili, yule ambaye amefanya hijra, amehama kutoka Makka kwenda Madina, lakini kwa nia gani? Kwa nia ya mapambo ya dunia. Pambo kubwa la dunia ni lipi? Lidunia yusibuha, matamanio au pambo la dunia ipate. Au imra'atin yankihuha, katika mapambo ya dunia kubwa kabisa ni kina mama, na upande wa kina mama pambo lao kubwa ni kina baba. Au imra'atin yankihuha, au mwanamama amefanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuenda kuoa, sio kwa ajili ya nini? Lillahi wa rasuli. Fa hijratu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake atalipwa hivyo hivyo. Tayeb, tuingie sharh hadithi hii. Mashayikh, ni hadith gharib. Kwenye mustalah alhadith kuna kitu inaitwa gharib, kuna aziz, gharib na kuna mashhur, sawa, au almustafid. Gharib sio maana yake ni ngeni, haijulikani. Kwenye hadith kuna ngazi za kupokea hadith. Mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mzungumzaji, si ndio? Tuseme sasa hivi mimi nazungumza, akanisikia Khalfan ambaye ni mwanafunzi wangu, baada ya muda akawa anawahadithia wanafunzi wake, anawafundisha. Kwa hii ni tabaka kwa tabaka. Kisha wanafunzi wa Khalfan nao wakawa wanawahadithia wanafunzi wa Khalfan, hivyo mpaka leo kwetu umefika. Hizi hadithi za mtume sisi hatujawahi kumwona mtume wala hatujawahi kukaa na mtume, lakini tumefikishiwa maneno haya kwa atasalsul, silsila, sanad. Ile ndio elimu pekee ambayo hakuna duniani elimu ambayo imeanzishwa katika Uislamu isipokuwa elimu ya sanad. Katika mataifa mengine, katika thaqafa ya watu wengine, hakuna kitu inaitwa ilmu al-isnad isipokuwa kwenye Uislamu. Si hivyo tu, mtu anaweza kusema si anaweza Khalfan akaongeza maneno yangu, mwanafunzi wake anaweza kaongeza maneno ya shekhi wake hajaelewa. Wakaja wanazuoni ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi akawapa nguvu, ikiwemo Bukhari, wakaanza kuwatoa kila msimulizi wa hadithi, kila aliyepokea hadithi, mwaka gani amezaliwa, mwaka gani amefariki, amesikia kwa shekhi gani, amekaa kwa shekhi gani, na je kweli alikuwa na hifdhi nzuri, alikuwa amenyooka katika dini yake, hana ufisqa, hana uchochote. Ndio leo unaambiwa Sahihul Bukhari ni kitabu kilikuwa sahih baada ya Qur'ani, kisha Sahih Muslim. Kwa sababu gani? Masharti yao ya upokezi ni masharti iliyodhibitika. Imam Bukhari ametumia zaidi ya miaka 10 na kitu kusanya nini? Kusanya hadithi. Sio kwamba alikuwa hajahifadhi, amezihifadhi. Alikuwa anahifadhi hadithi 10,000 na zaidi, 100,000. Hadith sahih, hadith dhaif.
lakini alikuwa kabla hajaandika hadithi na kupokea alikuwa kiswali raka 2, Allah subhanahu wa ta'ala ampe nguvu. Na akisikia hadithi fulani msimulizi miongoni mwa wanafunzi wa Khalfan alikuwa kisafiri na kwenda kule kuthibitisha kweli. Sawa jamani? Kwa ikatokea udhibiti uliokuwa mzuri. Sasa katika tabaka miongoni mwa tabaka ya wapokezi, mimi kisha Khalfan, kisha mwanafunzi wa Khalfan ambaye ni Khalid, kisha mwanafunzi wa Khalid ambaye ni Khalifa. Sawa? Tunasema tunaangalia katika wapokezi ile tabaka ngazi ya upokezi kuna idadi ya watu wangapi ambao umemsikia Sheikh Abdullah. Mfano msikiti mzima mmenisikia, tuseme watu 100, tunasema hawa washakuwa wengi. Tunaenda kwenye tabaka ya Khalfan waliokusikia hadithi hii wamekusikia watu wangapi? Khalfan atasema umenisikia watu 2, sawa, ambaye ni Khalid mwanafunzi mwingine. Khalid na wewe mmekusikia watu wangapi? Kanisikia mtu mmoja. Tunaangalia idadi chache kwenye kila tabaka. Ikiwa idadi ya waliomsikia ni mtu mmoja inaitwa gharib. Gharib sio maana yake dhaifu, ni katika tabaka miongoni mwa tabaka ya isnad kuna mtu mmoja. Cha ajabu hadithi hii ni hivyo. Hadithi hii amesimulia Umar ibn Khattab, si ndio? Aliyemsikia Umar ibn Khattab ni mtu mmoja anaitwa Alqama ibn Waqas al-Laythi, mtu mmoja tu. Na aliyemsikia Alqama ibn Waqas al-Laythi ni Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Na aliyemsikia Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ni Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ni mtu mmoja. Lakini huyu Yahya ibn Sa'id al-Ansari, mtume Umar ibn Khattab, kisha Alqama, kisha Muhammad, kisha Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Waliomsikia Yahya ibn Sa'id al-Ansari kama Ibn Rajab kwenye hichi kitabu hichi anasema wanafika mpaka 200. Wengine wakasema wanafika mpaka 700. Waliomsikia nani? Al-Ansari, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Na miongoni mwao ni Imam Malik, Al-Layth ibn Sa'd al-Thawri. Hawa walimsikia huyu nani? Tayib. Kwa hiyo hadithi ni hadith gharib. Sawa? Maana yake miongoni mwa tabaka ya wapokezi wa hadith kuna mtu mmoja. Msije mkasema hadith gharib ni hadithi iliyokuwa ngeni maana yake dhaifu. Sawa? Tayib. Anasema innamal a'malu binniyat. Hakika inna ni katika adat ya nini? Kabla kuingia katika sharh ya mustalahat ya hadith, hii hadith kwanza ni hadith adhim. Hadithi hii mashaikh kila anaitunga kitabu wanazuoni wanasema kila anaitunga kitabu anatakiwa aanze na hadithi hii. Kwa sababu gani? Inazungumzia nia. Inawezekana kuna watu wanakaa hapa lakini nia yao sio kusoma, nia yao ni nyingine. Baba mtu kamlazimisha, kaka kamlazimisha, hatuandikiwa sawa na nia yule ambaye amekuja kwa ajili ya kusikiza maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa katika duara hili, na hii ni katika ubinadamu, katika duara hili tuliopo hapa kuna yule ambaye ana nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume wake, kuna mwingine amelazimishwa, kuna mwingine nusu, na Allah anamlipa kila mmoja kutokana na nini? Na nia yake. Sawa jamani? Ndio maana wanazuoni wakasema inabidi hadithi hii katika kila aliyekuwa na nia ya kufanya utunzi wa kitabu aanze na kitabu hichi. Imam Nawawi kwenye 40 Nawawiya kaanza na hadithi hii innamal a'malu binniyat. Abdul Ghani ibn Qudama, ndugu wa mtoto wa Khalwa ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali sahib al-Mughni, kwenye kitabu chake Umdatul Ahkam tulikitaja. Bilmunasaba tulisema daraja ya watu ya mwanafunzi kuanza kusoma ilmu al-hadith kwenye fiqh sunna aanze na nini? 40 Nawawiya, kisha Umdatul Ahkam, kisha Bulughul Maram au al-Muharrar, kisha al-Muntaqa lilmajd Abu al-Barakat ibn Taymiyyah, kisha anaweza kaingia katika kutub sita, Bukhari, Muslim, Jami' at-Tirmidhi, Abu Daud na zingine. Kwa hiyo Abdul Ghani kwenye Umdatul Ahkam ameanza na hadithi hii innamal a'malu binniyat. Wa pili, wa kwanza Imam Nawawi ambaye tunasoma kitabu chake. Wa pili Abdul Ghani al-Maqdisi kwenye kitabu chake Umdatul Ahkam. Wa tatu ni al-Baghawi kwenye kitabu chake inaitwa Sharh as-Sunnah. Sawa? Wa nne ni huyu Imam Nawawi kwenye kitabu cha Riyadh as-Salihin. Wa tano ni Imam Bukhari kwenye Sahih al-Bukhari, hadithi ya kwanza ni hadithi hii.
Na hata Imam Nawawi ameweka mlango kwenye Majmu' Sharh al-Muhadhab, kitabu kile ambacho kilikuwa kirefu hapo, ameweka fasl mlango wa nia. Kwa hiyo nia ni jambo muhimu sana. Sawa. Pia anasema Imam Shafi'i kama anavyotaja Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu hichi, anasema Imam Shafi'i hadithi hii ni theluthi ya Uislamu. Mashekh, sio mnaelewa? Hii hadithi uliyosoma sasa hivi, alisoma hapa Khalifa, ni theluthi ya nini? Ya Uislamu. Yani theluthi ya Uislamu yote ndani ya maneno mafupi. Ndio miujiza aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa kama anavyosema Aisha, laqad utiya jawami'ul kalim, anazungumza neno moja lakini ndani yake ina maana nyingi. Sisi leo inshallah tutasoma hadithi hii moja tu, lakini tutakaa dakika 40 mpaka risali zima kusoma maneno ya Mtume ambayo ni satr 3 mpaka 4. Angalia miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ibn Hanbal pia anasema hadithi 3 ndio Uislamu wote. Hadithi 3 ndio Uislamu wote. Hadithi gani? Hadithi hii innamal a'malu binniyat, hadithi ya Umar. Kisha hadithi Aisha, man ahdatha fi amrina hadha, tutakuja kusoma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, na kwa riwaya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kisha hadithi ya 3, hadithi ya Nu'man ibn Bashir, alisema nini? Innal halala bayyin wal harama bayyin bainahuma umurun mushtabihat. Imam Ahmad anasema, huyu Imam Ahmad amezunguka dunia kuandika kitabu chake cha Musnad. Imam Ahmad bin Hanbal alimwambia mwanae, mwanangu, ukishika kitabu hichi cha Musnad hichi ambacho amekitunga, basi elimu na maneno ya Mtume kwa wingi ghaliban itakuwa humu ndani, kwa faida yake ile kwa nyingi. Anasema hadithi 3 ndio Uislamu wote. Hadithi hii innamal a'malu binniyat, kisha hadith Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, na hadithi ya Nu'man al-Bashir, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kwa nini wanazuoni? Imam Shafi'i anasema hadithi hii inaingia katika mlango wa fiqh, mlango 70. Milango 70 ya fiqh inaingia hadithi hii. Ndio qaida al-kulliyya imetoholewa kutokana na hadithi hii, al-umuru bimaqasidiha. Tayeb, wanasema wanazuoni, au tushereheshe maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal, kwa nini hadithi hizi 3 zimekuwa ni Uislamu wote? Kwa sababu wewe mwanadamu leo umeletwa duniani kufanya nini? Kuabudu. Na kuabudu ni katika amalul mukallaf, na amalul mukallaf yaduru haula shay'ain. Matendo, usimeletwa kwa ajili ya kuabudu. Kuabudu ni matendo, na matendo ya mja yanagusa mambo mawili: ima utekeleze amri ya Mwenyezi Mungu, au ukae mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mambo mawili: imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, kuyaendea amri za Mwenyezi Mungu. Allah anasema simamisheni sala. Kwa nini leo tumekutana hapa? Kwa nini mnakaa mnasoma? Wengine wanasubiri sala ya Isha. Kwa nini? Kwa sababu kutekeleza amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unaepukana na madhambi kwa ajili ya kutekeleza makatazo na kukaa mbali na makatazo ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yako yote ni haya mawili tu, hakuna jambo jingine. Sawa? Na katika kuamrisha jema au kuliendea jambo ambalo Allah amekuamrisha, kuna mambo mawili: ima jambo ambalo Allah amekuamrisha kwa wujubu, ukiacha unapata dhambi kama sala, hii inakuwa ni wajibu, au utende tendo ambalo Allah amekuamrisha likawa hili jambo ukiliacha upate dhambi, ambayo ni mustahab, kama kuswali raka 2 baada ya salatu al-maghrib. Hii yote ni kutekeleza amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hivyo hivyo kwenye kunini? Kwenye makatazo kuna haram na kuna makruh. Sawa? Tayeb, mwanadamu ambaye atakaa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaendea maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaandikiwa thawabu kutokana na nini? Na nia. Kuna mwingine kisura anakuja na swali hapa, lakini akili yake haipo kabisa, tena ndani ya moyo wake anaamini kwamba Uislamu sio dini ya haki, lakini nimezaliwa katika dini, mzee atakasirika nisiposwali, mzee amelazimisha, lakini moyo wake hayuko hapa, hataki kabisa, anakarihishwa na hii jambo la swala. Huyo anakuwa nani?
huyo si Muislamu, si Muislamu kabisa. Lakini amevaa kanzu, amechukua udhu, ameswali na nyinyi, tumeswali naye, lakini huyu kiuhalisia sio Muislamu. Kitu gani imetofautisha? Wakati jambo la kujificha nia. Kwa hiyo ameendea maamrisho ya Allah, lakini hajayaendea kwa moyo, ndio maana ikawa haikubaliki. Ndio maana ikawa hii theluthi ya kwanza. Theluthi ya pili, utajuaje mambo ambayo Allah amekuamrisha na mambo ambayo Allah amekukataza kama sio kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndio ikaja hadithi ya nani? Aisha radhiallahu anha. Ya tatu, haya maamrisho ushakuwa na nia nzuri, ushaingia katika ibada, kuna halal na haram, ushajua makusudio ya Mtume na mafundisho ya Mtume. La tatu, kuna baadhi ya vitu kati na kati, kuna kitu cha halali na kitu cha haram, lakini kuna kitu kipya kimejitokeza. Mfano sasa hivi, mfano Sheikh, masala ya kupandikiza mbegu ya uzazi inaitwa IVF, kupandikiza mbegu ya uzazi. Kipindi cha Mtume ilikuwa hamna, lakini hili jambo je, ni halal au haram? Hadithi ya Nu'man ibn Bashir nasema nini? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Na wewe unarudi katika misingi ambayo Mtume amekuwekea. Ikiwa itatumika maji ya mwanaume mwingine inakuwa ni zina, hairuhusiwi. Ikiwa inatumika maji ya mwanamama na maji ya mwanababa na wao kwenye ndoa, kisha mama ana tatizo ikabidi kufanya hivyo, tatu, utupu, sitra ikapatikana, hii inakuwa jambo la halali. Kwa hiyo bainahuma umurun mushtabihat, kuna vitu kati na kati, hujui ni halali hujui ni haram. Hii inakufundisha hadithi ya Nu'man bin Bashir kwamba ukiwa na wasiwasi ka mbali. Ndio maana hizi tatu zikawa nini? Ni msingi wa Uislamu wote. Tayeb mashayikh, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat. Hapa aniyat ya mashayikh imekuja riwaya nyingine innamal a'malu binniyah, na imekuja riwaya nyingine innamal a'malu binniyah, hakika ya matendo. Na hapa tukisema matendo ni makosa, si matendo. Matendo ambayo anayakusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii hadith si matendo ya kufanya, bali matendo ya mikono na miguu na mwili mzima, pamoja na maneno, pamoja na imani. Kwa kifupi, innamal a'malu binniyat, hakika ya imani. Sababu al-iman kwenye ilmu aqida inashamili vitu vinne: kuna amal na kuna qaul. Amal, matendo, kuna matendo ya moyo na kuna matendo ya mwili. Qaul, kuna msemo, mazungumzo, maneno. Kuna maneno ya ulimi na maneno ya nini? Ya moyo. Jamani, moyo unasema, naam, moyo unasema. Unasema kipindi gani? Kusadikisha ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa, ni maneno ya nini? Ya moyo. Lakini kusema ashhadu an la ilaha illa Allah ni maneno ya nini? Ulimi. Kisha kuna matendo ya mwili kama kuswali, kufanya haji, na kuna matendo ya moyo, kutokuwa na hofu isipokuwa na Allah. Hii ni matendo, lakini matendo ya nini? Matendo ya moyo. Kwa al-a'mal hapa inashamili vyote vingi, kila kitu ambacho kinatokana na mwanadamu katika imani, mazungumzo na matendo, hakika atalipwa kwa mujibu wa nini? Wa nia. Atalipwa kwa mujibu wa nini? Wa nia. Masha. Tayeb. Kisha Mtume amesema inma, kwenye ilmu al-balagha, katika qismu ya ilmu al-maani, kwa sababu balagha, elimu ya balagha imegawanyika sehemu tatu. Ya kwanza ilmu al-maani, ya pili ilmu al-bayan, ya tatu ilmu al-badi'. Katika ilmu al-maani, kujua hii inakusudiwa nini, kuleta uslubu fulani katika mazungumzo, jumla inakusudiwa nini. Sasa inma tufidu al-hasr, inafidisha nini? Kwamba umeibana hili jambo kwa neno litakaokuja baada yake. Innamal a'malu binniyat, hakuna matendo pasipokuwa na nini? Na nia. Ndio maana yake. Kwa hiyo inma min adat al-hasr, sawa. Lakini wanazuoni mختلفana katika kauli mbili kutafsiri hii innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hakika kila matendo ni kwa mujibu wa nia. Wanazuoni wa kwanza au kundi la kwanza, ambayo ni kauli iliyokuwa sahihi, wanasema kwamba Mtume anakusudia
hakuna jambo lolote ambalo litatokana na mwanadamu isipokuwa litakubaliwa au kukataliwa kwa kuangalia nia yake. Kama nimeeleweka? Hakuna matendo yoyote ya mwanadamu ambayo atafanya isipokuwa atalipwa au itakubaliwa au kukataliwa isipokuwa kwa mujibu wa nia. Kwa hiyo nia ndiyo tochi, ndiyo mizani ya kukubaliwa kwa matendo au kukataliwa. Wa inna likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mwanadamu atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili wamesema innamal a'malu binniyat. Tafsiri ya kwanza kwa wanafunzi hapa wa nahwu wanajua kuna takdir, kuna kitu imekadiriwa. Mtume hajatamka lakini kuna makadirio. Sababu Mtume amesema hakika nia, hakika matendo kwa mujibu wa nia, si ndio? Lakini sisi tukaongeza tukasema Mtume anakusudia hakika ya matendo, kukubaliwa kwake au kukataliwa. Hii kukubaliwa kukataliwa ni tumekadiria, ni kwa mujibu wa nia. Simama, nimesema nini? Simama, si ndio? Lakini hapa si neno moja, nakusudia wewe simama. Lakini wewe sijaitaja. Kwa sababu gani? Wewe imekadiriwa katika mazungumzo. Sawa mashekhe? Hii katika ilmu nahwu. Tunajaribu inshallah hii kidogo ifike. Tayeb. Tafsiri ya pili wamesema innamal a'malu binniyat. Kwa nini tunajiumiza kuweka makadirio? Maneno Mtume yako wazi. Hakika matendo yote ni kwa sababu ya nia. Leo huwezi wewe ukafanya kitendo chochote isipokuwa kwa nia. Sasa hii ishatoka kwenye sharia, imekuja katika al-amru al-waqi' kwamba uhalisia hakuna mwanadamu ambaye hafanyi kitendo chochote isipokuwa kwa nia. Wa inna likulli imri'in ma nawa, hakika malipo ya mja ni kutokana na nia yake aliyonuia. Sawa mashekhe? Hii ya pili haihusiani na sheria. Lakini kauli ilikuwa sahihi ya kwanza hii kwamba kukubaliwa na kukataliwa kwa matendo ni kwa mujibu wa nini? Wa nia. Na kila mtu atalipwa kwa kadri ya nia yake. Tayeb. Anasema shekhe hakika a'mal binniyat, kauli ilikuwa sahihi ni kauli ya kwanza kama tulivyoeleza. Na tumeeleza al-a'mal, hii neno hii innamal a'malu binniyat, al-a'mal si matendo bali kila ambacho kinatoka kutokana na mwanadamu, matendo, kauli, imani ya moyoni. Sawa mashekhe? Sio, umeeleweka? Kwa chochote ambacho utakachokifanya Mwenyezi Mungu anakulipa kwa mujibu wa nia yako. Tayeb. Na innamal a'malu binniyat hii inakuja jumla yake baadaye, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ndugu zangu, Allah subhanahu, Mtume amesemaje hapa? Hakika kila mwanadamu atalipwa kutokana na nini? Na nia yake, si ndio? Lakini kuna baadhi ya matendo hahitaji nia. Mfano, hapa pamechafuka, izalatu najasa. Ili uondoe najasa hapa utaweka nia? Watu wawili, mmoja kaweka nia, mwingine hajaweka nia. Mmoja kanuia nasafisha hapa, natoa najasa, na mwingine akasema bila nia ametoa tu uchafu. Je, tunasema hapa hapakubaliki, bado ni najasa? Hapana, kwa sababu izalatu najasa haihitaji nini? Nia. Si hivyo tu, baadhi ya madhambi kuacha madhambi, baadhi ya madhambi hahitaji nia. Ukunuia usiponuia wewe huadhibiwi, lakini kwenye kulipwa, yule ambaye anaacha tendo kwa nia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo atalipwa. Lakini yule ambaye ataacha dhambi lakini sio kwa nia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila nia, huyo hatolipwa wala hatoadhibiwa, lakini inakubalika kwake. Mashekhi, simeeleweka? Sasa na hapa Mtume anasema innamal a'malu, hii ni lafdhul umum, kila matendo. Na mbona kuna baadhi ya matendo yanahitaji nia? Tunasema kwenye usul fiqhi al-umum kuna aina tatu. Kuna al-umum ambayo dakhalahu at-takhsis, na kuna al-aam alladhi urida bihi al-umum, na kuna al-aam alladhi urida bihi al-khusus. Wanafunzi naona wengi washaanza kushtuka nyepesi.
kuna lafzi ya am kwamba hii ni pana, lakini kuna baadhi ya vitu imetolewa mle ndani, haihusiki katika matendo. Mfano maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila matendo lazima kuwe na nini, iwe na, itakubaliwa ukataliwa kupitia kwa nia, lakini wewe unajua kuna baadhi ya matendo yanahitaji nia, kwa hiyo haingii katika hii umum. Tuishi hapo. Umeeleweka? Imeeleweka? Umeeleweka? Tayeb. Anasema an-niyya inma al-a'malu bin-niyyat wa inma likulli imri'in ma nawa. Mashayikh, jambo la nia ni jambo adhim. Jambo la nia, ndio maana leo tutasoma hadithi hii moja kwa sababu ya nia. Nia ni mlango uliokuwa mpana zaidi. Nia ni jambo gumu, hata wanazuoni wanasema hakuna salaf, hakuna jambo lilikuwa gumu kwetu kuitibu kama nia. Utakuta mtu amekaa anaanza kusoma, nia yake ni Mwenyezi Mungu lakini kaingia mtu shetani, anaingiza nia isiyohusika, anaingiza acha nione kama mimi ni mwanafunzi mwenye juhudi. Mwingine anasali hana nia ya mtu yote kumuona, bali amkusudia Mwenyezi Mungu, katoka nyumbani kwake kwa jina nani? Mwenyezi Mungu. Lakini akishaona watu fulani au kitu fulani, nia sasa inaanza kubadilika, inakuwa acha hawa watu wanione. Ndio maana Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi qudsi sahih Muslim, hadithi Abi Huraira, anasema sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum nini? Ashirku al-asghar. Kitu ambacho nakiogopa zaidi kwenu, naogopa isije kawasibu, ni jambo gani? Shirki ndogo. Shirki ndogo ni ipi? Ria. Tena kwenye hadithi nyingine Mtume anasema naiogopa kuliko ninavyomwogopa Dajjal. Yani Mtume hamuogopi Dajjal, lakini anaogopa umma wake usije wakaangamia kupitia Dajjal. Mtume anasema hata Dajjal mwenyewe, Masihu Dajjal. Si mnafahamu Masihu Dajjal? Mtu ambaye atatokea mwisho wa zama, mwisho wa dunia, sawa, mwisho wa saa, atawafitinisha watu katika dini yao. Atakuja atasema, fulani, unaniamini kama mimi ni Mungu wako? Wewe utasema hapana, wewe si Mungu wangu. Atasema subiri. Mzazi wako anamrudishia roho, anasimama, anakuua, anakuhuisha upya. Huyu Dajjal anakuja katika ardhi ambayo haina mazao, anasema mvua nyesha, mazao toka. Yani jambo la msimu mzima yeye analifanya ndani dakika 5. Huyu Masihu Dajjal. Huyu Masihu Dajjal ni fitna kubwa. Hata Mtume anasema hakuna nabii toka Adam, Nuh, wote hakuna nabii isipokuwa anawatahadharisha watu wake kutokana na fitna ya Masihu Dajjal. Kwa nini kaitwa Masih? Kwa sababu anafunika, yamsah. Sawa? Lakini huyu Masih ni Dajjal, min ad-Dajjal, giza. Atakuja Masih Isa ibn Maryam na atatokea Masihu Dajjal, lakini huyu ni tapeli. Mtume anasema jicho lake moja halina kitu, imefunikwa. Jicho lake lingine ni mfano wa zabibu yenye kucheza. Nywele zake ni ndefu, mpana wa mwili. Kuja hadithi. Atazunguka dunia nzima isipokuwa Makka na Madina. Lakini Isa alayhi salam atashuka na atakuja kumuua huyu Masihu Dajjal. Huyu fitna yake ni kubwa sana, huyu Masihu Dajjal. Mtume anasema yule na fitna yake na ushawishi wake siogopi kama ninaoogopea umma wangu kwa shirki ndogo, ria. Kwa sababu ria tuhbitu al-a'mal, inavunja matendo yote, inakuwa habaan manthura, wal iyad billah. Allah anasema juu ya wanafiki, anasema nini? Wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas ria wala yadhkuruna Allah illa qalila. Hawaswali kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, bali wanaswali kwa ajili ya watu waone, watu waseme. Wanazuoni wanasema salaf waliopita hakuna jambo gumu kulitibu kama moyo, kwa sababu dakika 2 unamkusudia Mwenyezi Mungu, dakika 2 unakusudia dunia. Unakuta mwanafunzi, na hii nimeikuta sana, mwanafunzi ana juhudi ya kusoma, anafika kipindi anakuwa sasa na juhudi ya mambo ya dunia, ima ya khairi ima ya shari, wal iyad billah. Na hii ndio ilivyo moyo wa mwanadamu, ndivyo ilivyo ria. Tayeb, nia ndugu zangu si jambo gumu, ni jambo jepesi. Kwa nini? Nia ni ile mujarrad alqasd lilamal,
ile wewe kukusudia kufanya kitu, hiyo ni nia. Na imekuja baadhi wakasema kwamba kutamka nia, atalaffuz binia, wakasema nini? Ni mustahab, kama ilivyo baadhi ya madhhab mutaakhirin na Shafi'iyya na baadhi ya Malikiyya wanasema kutamka nia ni nini? Ni mustahab. Lakini wallahu a'lam, kauli ilikuwa sahih ni kwamba kutamka nia sio sahih, ni bid'a. Na nikisema bid'a sikusudia aina mbili, kuna bid'a kufriya, bid'a ya ima fusuq, na kuna bid'a khilafu al-aula fi mas'alati al-ijtihad. Hata kuna mtu mmoja ametunga kitabu, amefanya risala yake, sijui kama majistera au doktora Jamaa Saudia, anazungumzia bid'a, neno bid'a katika kitabu cha Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anaweza kusema kitu bid'a, lakini hakusudi kama huyo amekufuru au hakusudi kama huyo ni fasik, bali anakusudia kama huyo amekhalifu al-aula. Mfano Ibn Umar radhiallahu anhu, Ibn Umar anasemaje? Anasema kuswali salatu dhuha ni nini? Bid'a. Ametaja Ibn al-Qayyim kwenye Zad al-Ma'ad, kuswali sala ya dhuha mashekhi nini? Ni bid'a, lakini hakusudi bid'a ile yenye kutoa katika mila, bali anakusudia kwamba bid'a mtume hakufanya. Na kuna khilafu kubwa baina ya masahaba kwamba wengine walimwona mtume akiswali, wengine hawakumuona. Sawa, ndio maana wakakataa. Na kwenye riwaya nyingine anasema neema albid'a hadi. Sawa shekhe. Kwa hiyo bid'a ina aqsam nyingi, ima kufriya, fisqiya na nyingine. Almuhim, kwenye talaffuz bin nia imekuja kwenye mutaakhiri ya Shafi'iyya. Watu wa mwisho wa Shafi'iyya wakasema kutamka nia ni lazima, lakini watu wengi wanakosea. Kuna jambo linaloitwa talaffuz. Shafi'iyya hawa wanasema atalaffuz bin nia na kuna al-jahr bin nia. Kuna wengine wanafahamu vibaya, wanajua talaffuz bin nia ndio al-jahr bin nia, nawaitu usalli arba, hii ni jahr. Lakini talaffuz bin nia kama wao wanavyokusudia, hatta yusaida al-lisan al-qalb, hata ulimi isaidie nini? Moyo, na si kunyanyua sauti. Nawaitu usalli arba, yeye mwenyewe ajisemeshe. Maliki wamesema ni mustahabu kwa mtu ambaye mwenye wasiwasi. Sawa, lakini wallahu aalam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatufunza hivyo, bali nawaitu usalli salat al-asr. Na sasa hivi sala gani? Isha. Lakini moyoni nimeweka Isha. Itakubalika ipi? Itakataliwa ikipi? Itakubalika yaliyomo moyoni, hata kama ulimi umefanya nini? Umetereza. Kwa hiyo hakuna haja ya nini? Ya ulimi. Tayeb. Tayeb. Ania mashayikh ambacho kinakusudiwa katika dini ya Mwenyezi Mungu kuna aina mbili, au kwenye sharia kuna aina mbili. Ania bimaana al-ikhlas lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, kwenye upande wa tauhid. Lakini wanazuoni wa fiqh wakikusudia nia hawakusudii hii nia al-ikhlas. Shurutul wudhu'i ya kwanza nini? Nia. Shurutu sala ya kwanza nia. Shurutul haji ya kwanza nia. Nia gani? Kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anayeswali huyo kama hampokeshi Allah subhanahu wa ta'ala sio Muislamu, hakuna haja ya kuswali. Lakini wao hawakusudii ile al-ikhlas, hawakusudi nia ya aina ya kwanza, bali wanakusudia nia ya mafukaha ambayo kwenda kuiendea matendo. Unaiendea tendo, lazima moyoni mwako unakusudia kwamba hii ibada, nafanya ibada hii kwa ajili ya nini? Ya salatu dhuhur. Na pia katika hii nia ya upande wa mafukaha, hii nia mashaikh inatumika nia kutofautisha baina ya ibada, na inatumika nia kutofautisha baina ya ibada zenye kufanana. Mfano, kuna watu wawili hapa sasa hivi wanaswali raka mbili. Inawezekana kuna mmoja anaswali tahiyatul masjid, inawezekana mwingine anaswali ba'diyya al-nawafil al-maktuba, na inawezekana mwingine amesahau kama ameswali sala al-fajiri ndio anaswali sasa hivi. Watu wa aina tatu, lakini kitendo ni hichi ndani ya muda, ndani ya sehemu moja, lakini kila mmoja yuko kwenye bahari yake. Huyu anaswali tahiyatul masjid, huyu anaswali sala faradhi, huyu anaswali salatul fajr, amesahau, analipa sasa hivi. Hivyo hivyo katika ibada. Kwa hiyo nia ina tofautisha baina ya ibada, na inatofautisha baina ya ibada iliyokuwa wajib na sunna. Sawa, nia ndo mahaluha. Tayeb, mashayikh
Ama nia ambayo ni al-ikhlasu lillah, Allah anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hawakuamrishwa isipokuwa kufanya nini? Kumwabudu Allah. Allah gani? Mukhlisina lahu ad-din, kumpwekesha pasipo kumshirikisha na mtu yoyote. Hii ni niyatu qasd al-ma'bud. Kuna mwingine anasujudu lakini hamsujudii Mwenyezi Mungu, anasujudia sanamu, wal billah. Huyu katoka. Sawa? Kwa hiyo kuna nia ya tauhid na nia kwenye fiqh. Lakini hadithi hii imekusanya nia ya aina yote. Sheikh, si umeeleweka? Umeeleweka? طيب. Anasema inama al-a'malu binniyat wa inma likulli imri'in ma nawa. Kwenye nia mashaikh, ndio nikasema mlango wa nia ni mrefu. Kwenye hii nia inawezekana mtu akachanganya vitu. Kivipi? Inawezekana mtu ambaye ameanza katika asili ya ibada lakini hajamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, na hii la yutasawwar min almuslim. Hii sidhani kama kuna muislamu anafanya kitendo hichi, sidhani. Yani yeye aswali ibada yake yote sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bali kwa ajili watu umuone. Huyu sio muislamu, huyu ni munafiki au kafir. Sawa? Huyu sisi hatuhusiani naye, tushamtoa nje. Lakini yule ambaye anaanzisha, anaingia katika ibada lakini nia yake ikaa katika hali mbili. Hali ya kwanza, amemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, amekuja kwa ajili ya kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anaposema Allahu akbar, kaona Sheikh Abdul Qadir kapita, huyu naye ana hali mbili. Ima aitoe nia yake ya mwanzo, aifanye badala ya kumkusudia Mwenyezi Mungu, aifanye kwa ajili ya Sheikh Abdul Qadir, huyo ibada yake imevunjika, haifai, batil, na huenda inawezekana akapata dhambi, wallahu aalam. Sawa? Lakini wa pili, ameanza katika ibada yake amemkusudia nani? Mwenyezi Mungu, lakini ndani ya ibada ile anaswali akaona Sheikh Abdul Qadir amepita, Mungu amhifadhi, amepita, akamkuta Sheikh amefanya nini? Amepita. Badala ya kusoma nyiradi kwenye swala mara 3 akafanya mara 10. Subhana, tena ananyanyua na sauti, subhana rabbil ala. Huyu tunasema asili amemkusudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si ndio? Na hajaharibu ibada yake yote, bali kuna mchanganyiko. Kile asili itabaki, Mwenyezi Mungu atamlipa kwa ujira wake, lakini kile ambacho amekiongeza kwa ajili ya kidogo kuonesha, ulikuwa na nia ya kuswali sala ya usiku kurasa 5, ukaona watu wameingia, ukasema subiri, ukasema juzuu 5, ujue shekhe juzuu 5 zote zile zikubaliki, na kubaliwa ni ukurasa 5. Shakhsi umeeleweka? Kwa hiyo nia ikichanganyikana, utaangalia inarudi katika asili ya ibada au hairudi. Ikiwa umeiondoa asili yote ukamfanya yule, ndio maana nasema ni kitu kigumu. Nia ni kitu ngumu, hujui shekhe, hata huyu mwanadamu mwenyewe hajui. Sema shekhe, si umeeleweka? Yani wewe mwenyewe katika kipindi hujui kwamba hapo unamkusudia nani, isipokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao nia yao kwenye Allahu akbar ya mwanzo wa sala mpaka mwisho ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawafanyi tashwishi na kitu chochote. Ni mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu. Ama mimi na wewe tuna mapungufu. Mwingine unatoka kabisa, unatengeneza picha yako, unatengeneza scenario ya maisha yako kwenye sala, hiyo ushatoka, wal billah. Lakini mwanadamu ukishakuta hali ile ya tashwisha shetani, kama hadithi ilivyokuja, tema kushoto mara 3, sema a'udhu billah, usije ukatema kitu kizito shekhi, ukaroesha ule kwa pembeni yako, umfuth, puliza bila kwa kutoa chembe chembe za nini, utasema a'udhu billahi minash rajim. Sio unatema kitu kizito shekhi. An-nafth ni kutoa upepo kwenye mdomo, sawa, ili urudi katika ibada yako katika njia iliyokuwa sahihi. Tayib, anasema masala hii inaitwa mas'alatu khalti niyat, kuchanganya nia na nia. Hii tumemaliza. Tayib, pia Imam anasema kwamba matendo ambayo yanataallaq, matendo katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziko aina mbili.
kuna matendo sheria haijaiwekea thawabu duniani. Sheria haijaiwekea thawabu duniani. Mfano sala. Ukiswali utaikuta akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifunga utaikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitoa zaka, sadaqa utaikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna matendo mengine ni kuna nia ya Mwenyezi Mungu, unamkusudia Mwenyezi Mungu, unakusudia thawabu ya akhira, na humo ndani sheria imeweka thawabu ya duniani. Mfano hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, mtume anasema nini? Man ahabba man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, yoyote yule ambaye atataka duniani umri wake utiwe baraka, uwe mrefu, iliyojaa khairi na baraka, na akataka duniani Mwenyezi Mungu amzidishie katika mali yake, basi afanye nini? Aunganishe udugu. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili, thawabu ya duniani na thawabu ya sasa. Wakajitokeza watu wawili, mmoja akasema mimi naunganisha udugu kwa kumkusudia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini humo ndani khairi za duniani nazitaka. Nataka Mwenyezi Mungu anibarikie katika umri wangu na katika mali yangu. Tunasema huyu hajamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu kingine hapa, bali ameleta jambo kwa muktadha wa sunna ilivyokuja, kwamba sheria imesema atapata kitu fulani na fulani. Mfano mwingine, ndugu zangu, Allah anasema man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yule ambaye atamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, atamjalia katika maisha yake, katika kila dhiki faraja, katika kila huzuni faraja, na atamruzuku kwa njia ambayo hata wewe huwezi kudhania. Sasa mtu akisema mimi namcha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuipata hii thawabu ya duniani, tunasema hujakosea, bali umefanya nini? Umepatia. Waliulizwa wanazuoni kama Imam Ahmad, Ibn Rajab Hanbali anaeleza, Imam Ahmad na wengine waliulizwa, wakasema hili jambo atalipwa kwa mujibu wa nia yake, yani thawabu ya akhera na thawabu ya dunia. Ikiwa kwenye moyo wako imejaa thawabu ya dunia kuliko thawabu ya akhera, basi utalipa malipo mengi. Lakini thawabu ya dunia 70%, 30%, thawabu ya akhera utalipwa nayo kwa nia yako. Lakini mtu mwingine yaendea matendo haya, lakini amechanganya nia mbili, thawabu ya dunia na thawabu ya akhera. Lakini huyu haitaki dunia, haitaki thawabu ya dunia, wala hana habari nayo. Yeye anaunganisha udugu, anamcha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya mwisho. Huyu atakuwa ni mbora kuliko wa kwanza. Haya, watatu kakusudia matendo yake yale kuifuata thawabu ya dunia bila akhera, akhera sufuri. Huyu atakuwa kama mfano wa kwanza na kitendo chake hakitakubaliwa. Kwa hiyo makusudio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matendo yote hukubalika na kukataliwa na hulipwa kwa mujibu ya nini? Abshakur, nia. Tayib. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema faman kanat hijratuhu, twende kwenye jumla nyingine. Angalia, subhanallah, neno moja la Mtume, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hii jumla tu tumekaa takriban dakika 30 tunaitafsiri, na kuna baadhi ya milango tumeiacha kwa sababu ni migumu kwenu. Angalia miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tayib, ambaye Imam Shafi'i anasema inaingia katika mlango ngapi hii hadithi? Milango 70 ya fiqh. Tayib, jumla ya pili, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza sasa kueleza faman. Hapa wanasema ni fa tafsilia, ai inasherehesha, inatoa mfano. Kisha kueleza nia, matendo hukubalika kwa mujibu wa nini? Wa nia. Ikiwa nia njema, matendo yanakuwa nini? Ikiwa nia mbovu, matendo nayo yanakuwa mbovu. Ikiwa hujamkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakuacha. Kama hadith qudsi, Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema
hana haja na mtu anayemshirikisha, bali yeye ni tajiri, hana haja naye. Yule ambaye atakanichanganya kwenye moyo wake, atachanganya Allah subhanahu wa ta'ala, makusudio ya kumkusudia Allah na mtu mwingine, Allah anasema taraktuhu wa shirkuhu, nitamwacha na shirki yake. Tena kwenye hadithi ya Shaddad ibn Aus imekuja kwenye Shu'ab al-Iman ya Imam Baihaqi na kwingine, hadithi sahihi, anasema Mwenyezi Mungu anasema mwishoni nini? Haya, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwakusudia duniani, tuone leo watawalipa au hawawalipi. Kwa jambo adhim. Tayeb, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli, yule ambaye kuhama kwake kutoka Makka kwenda Madina, ambaye kipindi Waislamu walikuwa wakidhihakiwa na kuteswa, yule ambaye itakuwa hijra yake kwenda tena, akasema ila Allah wa rasuli, hijra yake kuhama kutoka Makka na Madina hajakusudia isipokuwa nani? Hajakusudia isipokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mashaikh, hijra ina maana mbili, kuna maana al-am na maana khas. Maana iliyokuwa pana na maana ya ndani. Maana iliyokuwa pana ya maana hijra ni kuacha. Al-hijra bi maana tark, kuacha. Nakwambia achana na madhambi, ni hijra, unaifanyia hijra. Muislamu ambaye kama wale masahaba watatu ala thalathati alladhina khulifu, walipigwa muqata'a, wakapigwa hijra, hajarahum an-nabii sallallahu alayhi wasallam ndani ya masiku 50, ambayo Ka'b bin Malik na wenzie hawakwenda vitani, vita vya Tabuk bila sababu ya msingi. Ikashuka amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa hakuna kuwasemesha, hakuna kuambia, wala hakuna kuingilia nao siku 50. Kwa siku 50 hawa masahaba watatu walitengwa na watu, mpaka wengine wake zao wakawakimbia, wakawa na swali juu ya dari peke yao, wanaswali majumbani kwao peke yao, mpaka Allah anasema wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alayhim anfusuhum. Mbona ardhi na upana wake imekuwa dhiki kwao, umeona nafsi zao zenyewe zimekuwa dhiki kwao. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakutenga, jambo zito au jambo jepesi? Jambo zito. Lakini hawa unasema wamepigwa hijra kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuachwa. Lughatan ni kuacha, kukaa mbali. Kwa hiyo wamepigiwa, wamefanyiwa hijra, ai wameachwa, wametengwa. Lakini kusema hijra kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ni nini? Kufanya hijra kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema al-ikhlasu wa ibtigha'u ma 'indihi, kumkusudia, kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutaraji na kutamani khairi zilizokopa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unataraji thawabu za Allah duniani na akhera. Hii ndio hijra kwa Mwenyezi Mungu. Na hijra kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ittiba'uhu, kumfuata. Sawa mashekh? Ni kufanya nini? Kumfuata na kutaraji khairi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrisha. Lakini kuna hijra ya aina ya pili. Tunasema kuna hijra am na kuna hijra khas. Hijra khas ipi? Hijra na watu wengi hii Waislamu hawafahamu. Hijra ni kuhama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, kuhama katika mji wa kufuru kwenda mji. Lakini hijra ya kwanza ilikuwa hijra kutoka Makka kwenda Habasha. Waislamu masahaba walihama kutoka Makka wakaenda Habasha, Ethiopia. Wakaenda kwa mfalme yule wa Ethiopia, wa Habasha. Tena mtume aliwaambia nini? Nendeni, hakika kuna mfalme ambaye hadhulumiwi mtu kwake. Lakini wengi hawafahamu hii maana. Hijra ya kwenda Habasha ilikuwa hijra aina ngapi? Mbili. Hijra ya kwanza waliondoka wanaume 11 na wanawake 4. Tena kiongozi wao walikuwa Uthman ibn Affan na mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye nani? Ruqayya, ambaye ni mume wa nani? Wa Uthman ibn Affan. Kuna ameitwa Dhunnurain, ameoa wake wawili, ameoa watoto wawili wa nani? Wa kike wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmoja alimuoa kafariki, mwingine akaja akamuoa. Kwa hiyo aliondoka na Ruqayya na wengine 11, na wao jumla kwa 11 na wanawake 4. Kabla ya hijra ya kwenda Madina, baada ya mtume kupewa utume, baada ya miaka 5, baada ya mtume kupewa utume, baada ya miaka 5,
sawa, wale walikimbia baada ya kuona wakidhihakiwa sana na kufaa Quraysh, wakatoka kisirisiri wakaenda Jidda, leo panaitwa Jidda, wakapanda meli wakaelekea Habasha, na kufaa Quraysh waliumia sana. Ilikuwa mwaka wa 5 baada ya bi'tha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha katika mwaka huo huo au mwaka wa pili, Mtume alisoma suratul Najm. Mtume alisoma suratul Najm kwenye haram ya Makki, haram Makki, alisoma suratul Najm. Mwishoni akasema nini? Fasjudu lillahi wa'budu, msujudieni Mwenyezi Mungu na mfanye nini? Muabudu. Mtume akasujudu, masahaba wakasujudu, kuna riwaya nyingine inasema mpaka majini nao wakasujudu, kila aliyesikia, mpaka makufar Quraysh nao walisujudu kwa sababu ya ufasaha wa Qur'ani. Masahaba wale ambao walikimbia walikuwa Habasha, walisikia hii habari, wakajua kufar Quraysh wamerudi katika nini? Wameingia katika Uislamu. Kurudi wakakuta hapana, bado wako katika nini? Ushirikina wao. Ndio baada ya mwaka au mwaka huo mwaka wa 5, hijra ya kwanza ilikuwa mwezi wa Rajab, mwaka wa 5 baada ya kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwezi wa Rajab walikwenda Allahu musta'an, walikwenda Habasha. Hijra ya pili, ndugu zangu, waliondoka wanaume 83 na kina mama 18, sawa, wakiongozwa na nani? Jaafar ibn Abdul Muttalib ambaye ni kaka yake nani? Ali. Jaafar ibn Abi Talib ambaye ni kaka yake nani? Ali ibn Abi Talib. Aliongozwa na huyu sahabi aljalil, mtoto wa ammi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaondoka na wanaume 83 na kina mama 18, wakaenda Habasha. Lakini hijra ya pili ilikuwa ni ngumu, na wengi Waislamu wengi mashuhuri kwao ni hii ya pili, sio ya kwanza. Wakawafanyia vitimbi, lakini wallahi alhamd, Waislamu Allah aliwafikisha wakafika Habasha na Mwenyezi Mungu akawanusuru, sawa. Lakini baadhi yao hawakurudi mpaka mwaka wa 7 kwenye vita ya Khaybar baada ya hijra. Mwaka wa 7 baada ya hijra Uislamu, baadhi yao walirudi, ikiwemo miongoni mwao kina Abu Musa al-Ash'ari. Huyu alikuwa wa Yemen, waliosilimu walikuwa Yemen, walienda Habasha wakakaa kwa Jaafar ibn Abi Talib, kisha wakaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 7, na Mtume alifurahi sana kuwaona. Ilikuwa baada ya vita, kuna baadhi ya ghanaim kwenye vita vya Khaybar, Mtume hawakuhusika kwenye vita, lakini Mtume alifanya nini? Aliwagawia kwa sababu ya furaha yake. Hawa walipitia magumu, wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu awaridhie masahaba wa Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo muhimu kwenye jambo la hijra mpaka leo iko, lakini baadhi yenu wanaweza wakasema, Sheikh, mbona kwenye Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim Mtume anasema la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya? Hakuna hijra baada ya fathu Makkah shafunguliwa tena, hakuna hijra. Lakini tunasema ile Mtume alikuwa akieleza kwamba katika wale ambao mwanzo wa Uislamu kila mmoja alilazimishwa kuhama kutoka Makkah kwenda Madina, ilikuwa ni fardhu. Lakini baada ya nguvu ya Uislamu na fathu Makkah ikafunguliwa, ikawa miongoni mwa miji ya Waislamu, ikawa hakuna tena kuhama. Lakini leo mtu anaweza kahama kutoka mji wa kufru kaenda kwenye mji ambayo wanatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza akaondoka katika ardhi ambayo hutendwa bid'a na kwenda katika ardhi ambayo ya sunna. Mtu huenda akahama akafanya hijra kutoka katika ardhi ambayo Waislamu wanadhihakiwa, hawana uhuru wa kufanya kuyaendea ibada yao na kutenda ibada yao, akaenda katika mji ambao anapewa uhuru. Wallahi alhamd, nchi yetu sisi tumepewa uhuru, walillahi alhamd. طيب faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, yule ambaye atafanya hijra, atahama kutoka Makkah kwenda Madina, akawa makusudio yake ni nani? Lillahi wa rasulih. Lakini cha ajabu, soma hapo kwenye kitabu chako, angalia kwenye kitabu chako, soma faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sharti hiyo, yule ambaye atahama kutoka Makkah kwenda Madina, lakini akamkusudia nani? Mwenyezi Mungu na mtume wake. Jawabu yake ni nini? Fa hijratu ila Allah wa rasulihi.
Sasa mbona sharti na jawabu ni moja? Mbona maneno ya mtume yamejirudia? Wanazuoni wa balagha wanasema idha takarrarat jumla ash-shartiyya ma'a jumla al-fi'liyya, hapa inakuwa sio mibabi tikrar, bali kuna maana ziada. Lakini maana gani? Yani sheria inasema hili jambo lilivyokuwa na uzito wake na uwepesi wake na fadhila yake mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, hakuna hata haja mimi kukueleza matunda yake. Maana yake nini? Kuna mtu sasa hivi leo, mfano mzuri, kuna haja ya kumweleza mtu bwana umeme unaua? Sio mtu umeme huo. Tunamwambia hivyo, umeme huo. Lakini umeme umefanya nini? Kwa sababu iko wazi katika kichwa chako kwamba umeme unafanya nini? Unaua. Na dini hivyo hivyo inasema yule ambaye atahama kutoka Makka na Madina na hajamkusudia isipokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi malipo yake ni atayakuta ni kwa malipo yake itakuwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Maana yake nini? Thawabu yake ni kubwa. Thawabu yake ni kubwa. Tayeb. Kisha akataja sampuli ya pili. Huyu nia yake ni nzuri, nia yake ni njema, kamkusudia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lakini huyu wa pili, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Angalia hapa kwenye upande mbaya, mtume hajataja mabaya, hajasema faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha, fi riwaya fahijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha. Hajasema hivyo mtume. Yule ambaye atahama kutoka Maka na Madina na nia yake ni mapambo ya dunia, nia yake mwanamke kumuoa, sawa, basi nia yake, malipo yake atapelekwa huko huko, tofauti na mwanzo. Mtume mwanzo asema nini? Yule ambaye matendo yake kuhama kutoka Maka kwenda Madina, nia yake ilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi malipo yake yatakuta mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Karudia, lakini kiufasaha na balagha hajarudia. Ndio kama ule mfano nikupeni umeme huo, manake jambo lake zito, na huko anakwambia hii kitendo chake ni kitendo adhim mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa hijratu ila ma hajara ilayhi, kwa sababu hili jambo halina mizani mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume akasema nini? Basi atapelekwa huko huko. Hajaitaja tena nia yake ambayo yeye alifuata. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hii jambo ni jambo lisilokuwa na nini? Lisilokuwa na mizani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho kuna kisa anataja huyu sahib Jami' al-Ulum Sahih al-Bukhari. Watu wengi, Ibn Rajab anasema katika zama zake watu wengi, na Ibn Rajab amefariki mwaka gani? Amefariki mwaka 795. 795, na leo tuko mwaka 1447. Anasema watu wengi zama zetu hizi wanadhani ya kwamba hii makusudio ya Mtume Muhammad kusema yule ambaye atahama kutoka Makka na Madina na nia yake ni kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya mwanamke kumuoa, wanadhani ya kwamba hii kisa hii hadithi imetokana na kisa ya Muhajir Qais. Huyu mtu ameitwa Muhajir Qais, alihama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya mwanamke ambaye anaitwa Qais kwa ajili ya kumuoa. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali hii kisa ni sahihi, hata Ibn Hajar hii kisa nini sahihi, lakini je ni sababu ya mtume kusoma maneno haya? Hapana. Sawa, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaja mapambo ya dunia, akataja pambo kubwa la dunia ambayo ni nani? Kina mama. Na kwa kina mama pambo kubwa kwao nini? Kina baba. Lakini hutumika dhakar kwa sababu ndio al-ghalib. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.